Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nawe msikilizaji, karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Ja Ekala Jade, na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kama nilivyokujuza, fundi mitambo atakuwa Jaikara Jaden, lakini muda mfupi anatuletea habari muhimu. Naam, bila shaka mwenzangu Bukuru Tantine Aldama. Leo kwenye habari muhimu tuanzie na hapa Baraka ambako umeanzishwa Jumatatu hii ya tariki 2 Februari mwaka wa 2026 mgomo wa walimu wanaolipwa na serikali kupitia shirika la Caritas katika jimbo la kielimu la Kivu ya Kusini ya pili, hivyo nikisha kutokulipwa mshahara wao ya miezi mitatu mpaka sasa. Na huko Uvira ni kwamba shirika jipya la rahia kusini mwa jimbo hili pa Uvira lataja kupokea kwa shingo upande maamuzi ya serikali ya nchi ya Burundi ya kuto kufungua mpaka wa Gatumba kwa siku za usoni. Na malizia na huko Minembwe ambako mpaka sasa senta ya Minembwe bado kukombolewa nalo jeshi la taifa FARDC pamoja na wasaidizi wake. Ni vema watu wavute subira, ndivyo zimesema duru za kijeshi kwenye operation Sokola ya pili Sud Kivu, ambako imeonyesha kuwa malengo ya jeshi ni kuhakikisha Minembwe imekombolewa pia kama vijiji vingine. Naweka nukta kwenye habari muhimu. Asante sana Ja Ekala Jaden. Na sasa tunaanza uchambuzi wetu wa habari tukianzia katika mji wa Baraka. Ni wanafunzi 64 ndio wametunukiwa shahada kwenye chuo kikuu cha elimu mjini Baraka kwa mwaka wa masomo wa 2024-2025. Hafla hiyo iliendeshwa Jumatatu hii ya tarehe 2 Februari mwaka huu 2026 ndani ya chumba cha mikutano Mama Nyashinde mjini Baraka, ambako mwenzetu Izake Mulucha Ashibe alishiriki na kutuandalia ripoti ifuatayo. Naam, kama ulivyotangulia kusema Bibu Kurtantine Aldama, ni wanafunzi 64 ndio walitunukiwa shahada za kuhitimu kwenye chuo kikuu cha elimu mjini Baraka, wote wakiwa ni wanaume. Askofu Echa Heri Aluba ni kiongozi wa chuo hicho, wanaonesha hapa namna hafla hiyo ilivyoendeshwa, akijibu kero la ukosefu wa wanawake kati ya wahitimu mwaka huu. Tumefanya vitu vizuri na tumeona watu wamekuja na wanafunzi. Unajua sisi tulikuwa na matatizo ya kuona Matumbi maliza mwaka leo. Tulipaswa kumaliza mwaka labda mwezi wa 10 wala mwezi wa 11, lakini kwa kuona hali ya usalama haikuwa nzuri ikatuma tumefika leo, na nimeshukuru kwa kuwa watu wote wamewajibika na tumetimiza kazi vizuri. Usalama ulikuwepo. Wanafunzi 64 ndio wenyewe wamemaliza katika vipengele 5 histoire, wenyewe walimaliza katika français langue africaine, wengine wakamaliza katika departement ya OSP orientation scolaire professionnelle, wengine wakafanya informatique de gestion, wengine wakafanya biologie chimie. Na wazazi wetu wangefanya nguvu sana watuletee watoto wa wanawake. Kwa mwaka huu wanawake wamoja wamebaki kama vile ku deuxième session, mais wako sana mwizi klasi, tunazita klasi za chini. Lakini miaka ingine wanakuwa wengi, tukupata mwaka wako kwa wengi hawakuonekana. Wakizungukwa na ndugu na marafiki katikati ya vigeregere na nderemo, wahitimu wakijawa hisia za furaha na shangwe walikuwa na haya ya kuzungumuza. Moi c'est Mwivele Chantambala Pacifique, je suis bachelier en français langues africaines. Ouais, vraiment c'est une joie inouïe. Dieu a fait grâce. Vous savez, nous avons parcouru dans une situation d'agression rwandaise. Notre pays ne savait pas si aujourd'hui on peut arriver aujourd'hui. Nous sommes arrivés, on a été collés grâce à ce que nous avons fait. La société doit attendre de nous des bons produits. Nous avons été bien enseignés, nous avons connu tant d'enseignants, le professeur, il y a les CT, il y a les assistants qui sont vraiment compétents, ils nous ont formés, on peut tout faire. On peut, dans l'enseignement on peut faire, dans la politique on peut faire, etc. Même dans le média on peut faire. Nous les invitons de venir à l'ISP, il y a des bons enseignants, qu'ils viennent.
il y a une bonne formation, une formation de qualité. Najisikia furaha sana kwa kuwa unajua ni miaka mingi sana jiji la Baraka na tarafa la Fizi hususan tulikuwa hatujabahatika kupata chuo kikuu kama ISP, na kama unavyojua ISP ina forme walimu zaidi sana, ndo objectif ya kwanza, na leo niko sacré licencié en français langues africaines en ce système. Najisikia furaha sana kabisa. Unajua sisi ni walimu wa miaka, lakini tulikuwa tuna viwango ambavyo vilikuwa bado havijakamilika, na leo tumekuwa na viwango ambavyo vitafanya watoto wetu wazidi kuwa imara zaidi sana. Na nitaomba pia jamii itume watoto waje kama sisi nasi tumekuwa hivi, tumekuwa balisansie na wao wakuje waanze na diplome, kesho wao walisansie kama nasi ili wasaidie jamii yetu. Unajua kuna watu ambao wanaweza kutoka hapa waenda kusomea Lubumbashi, Kinshasa, wapi, lakini unajua niveau yao inakuwa chini sana. Kwa hiyo ukisema uzarau masomo ya hapa Baraka ni kama vile unadhani kwamba ukienda hata Ulaya utakuwa mwenye akili sana. Mtu anazaliwa na akili yake kisha wanamuongezea kidogo. Kwa hiyo waje wasome tu wajionee, hata wakienda Ulaya wapi watakuwa kama gisi walivyokuwa kama wana akili. Mimi naitwa Bikio Mbishabo ya Nzambe. Tunayo furaha kubwa kutimisha miaka 5 ya masomo kwenye chuo kikuu cha ISP Baraka. Leo tunaitwa sasa wa licencié en informatique de gestion, na pia ni kuzidi kushukuru juu tuko promotion ya kwanza pia ya mwisho ya informatique ya ancien system. Ile ni jambo ya kutufurahisha na ya kutupatia nguvu zaidi. Tunahitaji wanafunzi wakuje. Tunasoma ISP Baraka, inasoma haifanyi muzaha, inasoma tena mzuri zaidi. Na kwa kutupima walete makazi wenye kuna bezia application yabo vingine balete tuacree meme des sites web, balete tufanye ile kazi juu waone kama kweli tulisoma. Upande mwingine, Askofu Echaheri Aloba, kiongozi wa chuo kikuu cha elimu mjini Baraka, ameita yeyote mwenye kuwa na cheti cha grade kujiunga na chuo hicho ili kunufaika na mfumo mpya wa lisansi spesiale kwa mwaka mmoja pekee. Aidha, aliwataka wananchi kuunga mkono chuo chake kwa kuwatuma watoto kwa wingi, huku akitoa mfano wa administrator wa tarafa la Fizi Samika Lonji aliyekuwa mmoja wa wahitimu kuwa kama kielelezo kwa wafanyakazi wengine kusomea kwenye chuo kikuu cha elimu mjini Baraka. Ninawaalika waje haraka kujiandikisha kwa kuwa tunawaandalia mafundisho yenye tunaita lisansi special, na leta imeturuhusu tufanye hivyo haraka. Na nimesema katika mkutano wa leo kwamba yote yule mwenye uko na cheti cha graduate aje ajiandikishe ili apate mwaka mmoja wa formation ya lisansi special, na yengine ataelezwa akifika hapa. Asibaki tena nyumbani. Chuo Baraka, leteni watoto wajifunze. Chuo inakuja kusaidia Baraka na Fizi. Kama hatuisupport kwa kutuma watoto hapa, chuo hakitaendelea. Tunaomba serikali tusaidie. Tumetuma projet yetu ya majengo kwa serikali iko kule, itufanyizie priorite kama zingine. Ninaona president anajenga university huko na kule, na sisi yetu tulisha depose kule, watufanyizie na sisi iwe priorite. Hii chuo ni chuo ya muhimu sana. Administrateur amesamanisha chuo chetu kwa kuwa aliona samani ya chuo. Hauwezi kuwa mtu mkubwa na ukusoma, na kama ukusoma njoo kuispe utasoma na uko natumika. Amekuja nasi huyu tumesoma, alianza tangu somo la kwanza miaka 3 tuko naye. Tulianza msomesha akiwa Fizi, mwaka wa kwanza alisoma iko Fizi, mwaka wa pili akaja soma, anatoka Fizi anakuja soma hapa Baraka na amemaliza vizuri. Sasa wewe mwenye uko hapa Baraka na hauna chuo cheti cha university, njoo fanya kama vile administrateur du territoire wetu, ISP itakupokea na itakulea. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba umeanzishwa Jumatatu hii ya tarehe 2 Februari mwaka wa 2026 mgomo wa walimu wanaolipwa na serikali kupitia shirika la Caritas katika jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili. Hivyo ni kisha kutokulipwa mishahara yao ya miezi 3 mpaka sasa. Bwana Tenganya wa Chubwatezose, msemaji wa muungano ya mashirika ya kutetea haki za walimu mjini Baraka na Fizi, ameanza hapa kuonyesha lengo kuu la wao kuendesha mgomo wa kutokufundisha. Tumekwenda kufanya preavis yetu ya greve depuis tariki 15 mwezi wa kwanza mwaka tunao, kusema ya kwamba Caritas ishasumbua walimu miezi inatosha. Kwanza mwezi wa 11 2025, Desemba 2025 haya lipa wa mwalimu mishahara zao.
Kwa hali hiyo tuliweza kufanya preavis kuambia Caritas kusema ya kwamba kama hawakulipa muesheanse ya kuanza tariki 15 mwezi wa kwanza kufika hadi le premier mwezi wa pili, walimu watakwenda kubaki kwenye manyumba mpaka siku ile mishahara itakapowafikia. Si mara ya kwanza kwa nyinyi kuweza kufanya hatua hiyo ya mgomo. Mnaona kabisa kwa kufanya hivyo itapelekea kuleta matunda ama kupata kile ambacho mnakidai? Ndiyo, sisi tunawazia ya kwamba wakati tunafanya mgomo itakwenda kupelekea serikali ya Kongo ku renforcer pression au niveau ya Caritas pour que Caritas ifike kulipa wa mwalimu pour que l'enseignement y reprendre. Unajua watoto ni kweli wameshasumbuka la kutosha, gere hapa ilikuya, watu wakakimbia ikainterrompe, na wakati Caritas nayo haipendi kulipa inaweza kwa occasion nyingine desordre. Ndio maana sisi tunawazia ya kwamba avec hii suspension momentanée ya activité scolaire, serikali ya Kongo kupitia ba autorité scolaire na ba politico administrative va renforcer ma mesure za contraignante ku niveau ya Caritas pour que Caritas ilipe pa mwalimu. Sisi tumekwenda kusema greve inaanza leo le 2 février, tutakwenda ileve wakati pale serikali ya Kongo ina renforcer pression ku Caritas. Caritas inalipa mishahara ya walimu toka mwezi wa 11 hadi mwezi wa kwanza 2026. Ikilipa hiyo miezi vraiment pale tunasema turudie tena kwenye mashule. Mwishowe ameomba kwa walimu wote wenye kulipwa na serikali kupitia Caritas kuheshimu mgomo huu, kwani ni muda wa kutosha sasa hawalipi mishahara yao. Ku niveau ya walimu tunakwenda kuwaalika mara tena kusitisha maenseignement, tuonyeshe preuve ya souffrance parce que tunasufrire muda wa kutosha. Mwezi wa 11 hadi sasa watu hawajalipiwa. Kuendelea kufundisha ni moya sura ya kuonyesha kweli hatukusoma. Ba intellectuel ndo shie walimu. Il faut tubaki kwenye manyumba pour que Caritas itulipe mishahara yetu. Vraiment ile na lomba na si sana surtout ma école zenye zilikwenda kusoma siku ya leo. Vraiment tujitahidi tusiende kwenye mashule, tubaki kwenye manyumba juu Caritas ipate kulipa mishahara yetu. Kwa wazazi naweza kuambia waendelee kuchunga vema watoto nyumbani juu vraiment hakuna même qualité enseignement. Utaambia mwalimu aende kwenye shule afundishe mtoto wako, na ule mwalimu uko na njala ya miezi ya kulaki. Vraiment ni mizaa njoo inaenda fanyika kwenye mashule. Kwa lengo hilo tunaenda kuambia wazazi waendelee kuchunga vema watoto nyumbani mpaka pale sisi tutakuja tunasema masomo inaanza, wazazi mupeleke tena watoto kwenye mashule. Upande wa vuguvugu machozi ya rahia tarafani Fizi kupitia coordinator wake Bwana Angale Sanganino Bwangyo amesema kutokufurahishwa na hali hii ya walimu kugoma kila mara kwa ajili ya kuomba mishahara yao, huku akiomba kwa shirika la Caritas kulipa walimu pesa zao kama anavyoeleza hapa. Tumsikilize. Vraiment sisi tunastabili hali hiyo sio hali ya kufurahisha tena, kwa sababu tunaona jinsi vipindi vya masomo vinavyoingia na mpaka kwa sasa jinsi tupo sio hali inayofurahisha sisi raia. Kwa kuona tena watoto hivi hawasomi, walimu wanaingia kipindi cha greve kwa ajili ya ukosefu wa kulipiwa kwa mishahara yao. Vraiment sisi kama vile raia tunaona sio jambo la kawaida, inatukera sana sisi raia, kwa sababu tukiangalia kwenye vipindi vya masomo depuis 2022 jusqu'à présent kila wakati ni magreve, Serikali letu ilishakuwa na mifarasi ya kusema makalendriere ya menager. Ili ndio itakuwa inakuwa kwa sababu ya ukosefu wa kulipa walimu. Tunaomba Caritas ifanye urgence ilipe walimu mishahara yao ya miezi 3, mwezi wa 11, mwezi wa 12, mwezi wa kwanza, kwa sababu jinsi watoto washaingia mkipindi cha greve sio kitu kizuri sana. Vraiment wanaturudishia watoto nyuma sana, kwa sababu kila mwaka watoto wanaingia kwenye greve, Sasa hiyo jambo ni jambo gani? Sio jambo la kutufurahisha sisi shirika za raia. Ndugu mtangazaji, vraiment tunaomba kwa serikali ijimpike sana kwa hivi vitu, kwa sababu haitakuwa kila mara walimu wanaingia kwenye greve, watoto wanasumbuka na kusoma tu, conditions za kusoma haziko normal, na ile yote vile ni usumbufu wa kusumbua tu watoto bure kwa ajili kila wakati walimu wana greve, kufuatana na hali ambapo inajitokeza ya kutukulipiwa mishahara yao mapema. Na tukijua vizuri enseignant ou travailleur payé par l'État mwenye kuna matrikili anapaswa kupata mshahara yake avant le 25 ya mwezi, lakini kuangalia wenyewe wanalipa Caritas kema ni le 50e jour ndio wanapata makuta na hapa.
sasa tunajitupa viwanjani na mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa habari za michezo. Bi Bukuru Tantine Aldama kwenye habari za michezo. Wacha tuanze na habari hizi za majonzi. Ni kwamba klabu ya Tujen ya huko Lusenda ina masikitiko makubwa ya kutangazia ndugu, jamaa na marafiki na wanasoka wote kifo cha mchezaji wao ambaye alikuwa ni golikipa Placide Msabaha kiliyotokea huko Misisi kwa kuingiliwa na watu wasiojulikana. Habari hizi zimehakikishwa naye katibu wa klabu hiyo ya Tujene huko ndani ya sekta ya Tanganyika tarafani Fizi kwenye kijiji cha Lusenda. Tuangazie habari zetu na habari za usajili. Tukianzia na habari hizi ni kwamba kipa wa kimataifa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Dimitri Bertod amejiunga rasmi na klabu ya Forga Hamilton Football Club ya huko Canada baada ya kukaa miezi kadhaa bila klabu. Kipa huyu wa umri wa miaka 27 hatimaye amepata klabu mpya, hatua muhimu katika kuendeleza upya kazi yake ya soka. Forga FC ni klabu inayoshiriki ligi kuu ya huko nchini Canada na kwa sasa inaongoza msimamo wa ligi, hali ambayo inampa Bertod mazingira mazuri ya kurejea katika kiwango chake bora, akiwa miongoni mwa wachezaji waliopadiwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, hadi kwa sasa uongozi wa klabu hiyo yake mpya haukuweka wazi masharti na mkataba wake kwenye klabu hiyo. Na kwenye habari zingine za usajili tuangazie huko barani Ulaya. Ni kwamba mashetani wekundu wa huko Uingereza Manchester United hawataweza kumzuia mshambuliaji wa Uingereza Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28 kusalia Barcelona, ikiwa klabu hiyo ya Uhispania itatoa euro milioni 30 chini ya masharti ya mkataba wake wa mkopo. Mabibi chizewa huko nchini Italia, Juventus imefanya uchunguzi kuhusu Beto wa Everton, lakini the Toffees wanasita kumruhusu mshambuliaji huyo wa Guinea Bissau wa miaka 28 kuondoka kwa sababu ni miongoni mwa washambuliaji wawili waandamizi wa kikosi hicho. Klabu za Tottenham, Leeds United na Sunderland wanafuatilia mshambuliaji wa Real Madrid mwenye umri wa miaka 19 Andriy, ambaye yuko huko Ufaransa kwenye klabu ya Lyon kwa mkopo. Liverpool wanavutiwa na beki wa pembeni wa Inter Milan na Uholanzi Denzel Dumfries wa miaka 29. Fulham wamefikia makubaliano na PSV Eindhoven kumsajili mshambuliaji wa Marekani Ricardo Pepi wa miaka 23, lakini hatua hiyo inategemea kupatikana kwa mbadala wake klabu ni hapo. Tukamilishe habari zetu za michezo siku ya leo na habari hizi zisemazo kuwa uongozi wa klabu ya Arsenal wamemfahamisha kocha wake Mikel Arteta ataweza kufukuzwa klabuni hapo endapo kuweza kutoa ubingwa wa michuano ya Premier League ya huko Uingereza. Bukuru Tantine Aldama, habari ni nyingi ila naweka nukta kwa siku ya leo. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa habari hizo za michezo. Endapo msikilizaji ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabene 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Minembwe. Mpaka sasa senta ya Minembwe bado kukombolewa nalo jeshi la taifa FARDC pamoja na wasaidizi wake. Ni vyema watu wawe na subra. Ndivyo zimesema duru za kijeshi kwenye operation Sokola de Sud Kivu, ambako imeonyesha kuwa malengo ya jeshi ni kukamilisha Minembwe imekombolewa pia kama vijiji vingine. Taarifa tunazo ni kwamba baada ya jeshi la taifa FARDC kukomboa kijiji cha Pwenzero na Bikambo, operation ya vita inaendelea vema kwa kuendelea kuteka vijiji vingine vilivyokuwa nadhibitiwa nao waasi wa Twigwaneo tifu kwa FC23. Wakati hayo yakijiri, upande wa jeshi la taifa FARDC kupitia kitengo chake cha mawasiliano kimeonyesha wazi kuwa senta ya Minembwe bado kukombolewa na serikali, ila mapambano bado yanaendelea pembezoni mwake, na hivyo hapana shaka kuwa muda wowote raia wa eneo hilo watapata uhuru.
Duru zingine zimeongeza kuwa katika operesheni hizo za vita kwenye nyanja za juu, jeshi la taifa FARDC pamoja na wasaidizi wake linajiendesha vizuri unapolinganisha na eneo ambazo tayari wameteka. Na huko Uvira ni kwamba shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira lataja kupokea kwa shingo upande maamuzi ya serikali ya nchi ya Burundi ya kukataa kufungua mpaka wa Gatumba kwa siku za usoni. Mafikiri Mashimango ni mratibu wa muundo huo, ameonyesha hapa mafaidhaiko yake. Par rapport na hiyo swali acha kuambia kwamba wetu c'est une désolation. Donc tunaumia zaidi ya tanke raia parce qu'on ne s'attendait pas tukua na jatandre kama watu wanaweza fikiria tena kudesio pareil. Kwa jua nini haiko siri pour tout le monde kwamba maisha ya batu iko telema nguvu sana ya d'abord à fermeture ya frontière. Acha nikwambie kwamba à part les conditions de vie comme waya ya ba réfugiés, à part le problème ya ba déplacer wene walikimbia Burundi, bako Burundi paka sasa ba Kongomani. Unajua kwamba Uvira ina dépendre d'une part kama kisi Burundi na commerce yenye iko nafanyika kuingia Burundi na kutoka. Na si frontière endelea kufungwa. Il faut comprendre kama ni maisha ya watu yanaendelea kuangamia. C'est pourquoi notre niveau hatakuwa na jatandre kama lilisema za kuwa parce que inaendelea tena kuumiza kuendelea kutia watu maisha ya nguvu zaidi. La decision hii ya kusema ba autorité il faut qu'on rappelle peut-être que ba autorité bako nakuya kila siku banaingia banatoka. Mais pourquoi kama frontière itafunguliwa soit kufanya couloir humanitaire bakongomani wote bako Burundi les déplacer barudie acha bafunge hapo itakuwa tena soulager d'abord basi sur le plan économique mais à notre niveau que la meilleure solution pour l'intérêt à partie ya population Sud Kivu c'était ouverture immédiate à frontière Kanvivira Katumba. Mais il faut préciser, j'ai vu moi déclaration wanasema kwamba ni kwa kufuatana na réseau sécuritaire. Est-ce que vraiment il faut peut-être kumbusha kwamba Uvira iliangukaka ilikuwa un certain mardi décembre le 9. 3 jours après, il faut kumbusha kwamba frontière ilifunguliwaka et que tous les habitants burundais walikuwaka Uvira waliwezaka fungula na bakarudia Burundi. Est-ce que le M23 ilikuwa Uvira? Ilikuwa Uvira. Donc nous à notre niveau kunawaza tuko na rappeler, on rappelle aux autorités nationales que provinciales kwamba ile ambiance wako nafanya kule frontière baingie batoke bapishe huyu c'est que Uvira a besoin, c'est que bakongomani bako naye, c'est que la population Sud Kivu Uvira physique on a besoin c'est une ouverture ya frontière le plus vite possible kwa ajili kusauver maisha ya watu. Haiza kuhusu swala la shule kufunguliwa mjini Uvira, Radio Kivu ilitamani kufahamu namna shughuli zilivyokuwa. Mafikiri amejibu mara tena. Ilianza masomo ya les écoles ilianza leo. Pourquoi masomo leo yasomeki Uvira mzuri? Parce que beaucoup même d'enseignants sont Burundi. Il faut kuelewa kama banafunzi wa mingi walikimbiaka Burundi. Hii maintenant ouverture ya masomo itakuwa vitu vitaendeka mzuri haipandake frontière na fungilio. Donc il y a tellement de problèmes za kabambi et tant que la frontière burundaise congolaise haifunguliwa, il faut kuelewa wanajua kama maisha ya watu de tous les niveaux ou à tous les mwanjia zote watakuwa maisha mbaya. Et à notre niveau comme société civile, tuendelea kuita bakuwa tunabambia que bafanya le plus vite possible ba convaincre les partenaires burundais ya kwamba que malgré leo situation sécuritaire kwenda jameliore polepole que bangalie kisi watafungula frontière kwa ajili kusaidia watu. Na mwishowe shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili limepongeza kwa serikali kwa kusikia ombi yao ya kutuma askari polisi sasa mjini Uvira. D'abord on a plaidé, tulifanya ma plaidoyer na saa hii niko nakwambia ilikuwa prévu 14h que ba policiers batoke bafike leo vile ya Uvira. Je crois que bashafika. Et pour la sécurité, il faut kujua kwamba il y a quand même amélioration. Et là na féliciter pour le moment ma service à sécurité parce que jamais vu leo Uvira kuna masase mchana. Même si palikuwa pako makaya mingi kuyo watu usiku ma téléphone, mais quand même les services de sécurité qu'on atumika et on salue ça. Donc par rapport na kazi qu'on a fanyika. Mais à notre niveau tuendelea kufanya maplaidoyer pour quand même mécanisme de sécurité pour renforcer pour l'intérêt de la sécurité des personnes dans leur bien. Ndaweza kwambia plus de 80% maintenant des militaires et même wazalendo FARDC abako muvili ya Uvira. Donc il y a quand même encadrement ineko endelea kuonekana et ça on salue ça. Donc je crois que nilikwambia kwamba tutaendelea suivi na vinaendelea mzuri kwa sasa. Non, les autorités wanapaswa comprendre kama travail ya kufanya kabambi de sauver les vies humaines. Ya population ya Sud Kivu Uvira Fizi na kufungula frontière serait la meilleure solution le plus possible kwa ajili sauver maisha ya watu. Et en même temps, on demande à la population kuendelea collaborer avec les services concernés. Na
Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amehamasisha mara tena serikali yake kuimarisha juhudi za kutetea kutambuliwa kwa mauaji ya kimbari nchini Kongo kwenye jamii ya kimataifa. Undani wa taarifa hii namkaribisha Safari Alimasi. Naam. Baada ya uzinduzi rasmi mwaka jana wa mkakati wa kitaifa wa kutetea haki, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aliagiza tena serikali ya Kongo kujimarisha ili kuongeza juhudi katika kuendeleza hatua za kuharakisha upokeaji wa kimataifa na utambuzi wa mauaji ya kimbari yaliyotekelezwa kwenye ardhi ya Kongo. Agizo hili lilikumbushwa wakati wa kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika Ijumaa Januari 30, 2026 katika jiji la Umoja wa Afrika Kinshasa, katika muktadha wa mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na Rwanda kupitia uasi wa AFC M23 ambao umevamia maeneo makubwa ya mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kwa hivyo Rais Felix Antoine Tshisekedi aliagiza serikali kwa uratibu wa waziri mkuu kuwahusisha mawaziri akiwemo waziri wa kibinadamu na wa mawasiliano na vyombo vya habari ambaye pia ni msemaji wa serikali pamoja na taasisi na wadau wote husika ili kuendesha kampeni hii kwa uratibu ulio kamili, kuhakikisha ufanisi wa ujumbe, mwelekeo wa kidiplomasia na ufanisi wa hatua hizo katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa kulingana na taarifa kutoka katika kikao hicho. Felix Tshisekedi alisisitiza kuwa kampeni hizi lazima ziendeshwe kwa njia ya umakini, uaminifu na kwa thabiti, ikizingatia heshima ya wahanga na matarajio halali ya watu wa Kongo kwa ajili ya kutambua ukweli wa kihistoria, haki na fidia. Kumbukumbu ya wahanga, heshima ya taifa na hitaji la haki vinahitaji vita hivi kufanywa kwa uthabiti, umoja na uwajibikaji, alisema rais, akitangaza kuwa taarifa kila robo mwaka kuhusu utekelezaji wa mkakati huu inatolewa na waziri wa kibinadamu ili kuwezesha rais kutoa miongozo na maamuzi yanayohitajika kwa wakati sahihi. Katika muktadha huo, mkuu wa nchi na mtendaji mzuri wa taasisi alikumbusha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakumbana na madhara makubwa ya uhalifu ya kimbari yaliyofanywa kwenye ardhi yake, hususan katika eneo la mashariki mwa nchi. Uhalifu huu umeua maelfu ya Wakongo, umesababisha uhamiaji mkubwa wa watu na kusababisha mateso ya kibinadamu yasiyokubalika. Kutokana na maafa haya, Rais wa Jamhuri amesisitiza azma yake ya kuhakikisha dunia inajua ukweli wa makosa makubwa yaliyotendeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kukuza upokeaji wake na watu wa Kongo na kupigania utambuzi wake kimataifa na mauaji ya kimbari. Kwa kuzingatia hili, katika mikutano ya baraza la mawaziri ya 45 na 63 iliagiza serikali kuanzisha mkakati wa kitaifa wa kutekeleza utambuzi wa kimataifa wa mauaji ya kimbari yaliyotokea kwenye ardhi ya nchi. Kwa mujibu wa taarifa ya kikao hicho, mkakati huu ulioandaliwa chini ya usimamizi wa Wizara ya Haki za Kibinadamu kwa msaada wa Tume ya Kitaifa ya Usimamizi wa Msaada kwa Waathirika na Uungaji Mkono wa Mabadiliko SIAVAR, Mfuko wa Taifa wa Fidia kwa Waathirika wa ukatili wa kingono unaohusiana na migogoro na uhalifu dhidi ya amani na usalama wa kibinadamu FONAREV pamoja na wadau wengine wa kitaifa ni hatua muhimu. Asante sana Safari Alimasi kwa habari yako hiyo ya kitaifa, na ndipo tunaweka nanga kwenye uchambuzi wetu wa habari usiku wa leo. Msomaji wako ni Bibukuru Tantine Aldama, fundi mitambo alikuwepo ni Jaekala Jaden, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye.